Karibu sana mtazamaji wetu na msikilizaji wa kipindi hiki cha The Voice of Victory. Ni furaha yangu kumshukuru Mungu aliye mbinguni kwa maana ametupa afya njema na uzima kabisa ili tuweze kuwa pamoja tena katika kipindi hiki. Lakini siku ya leo tumetembelewa na mtumishi wa Bwana. Karibu sana. Asante. Maana umekuja kwa furaha kabisa na tabasamu nzuri kabisa mbele ya studio yetu hii. Karibu sana. Asante. Basi moja kwa moja tunaenda kumkaribisha, tuambie yeye ni nani na anatokea wapi. Lakini kwa kukudokeza tu, leo amekuja na mada moja nzuri sana. Amekuja na mada inayozungumzia nguvu ya mwanamke na uchumi. Kwa hiyo ana mambo mazuri sana. Tutaendelea kumsikiliza siku ya leo. Karibu ujitambulishe. Asante. Kwa jina naitwa Tutindaga Laston Mwakajila. Ni katibu msaidizi katika mkoa wa Imara, lakini ni advocate. Nina ofisi yangu binafsi inaitwa Rust J Advocates, lakini pia ni mfanyabiashara na mjasiriamali. Katika biashara nina biashara ya hardware ambayo iko Chanika na inajulikana kwa jina la Jorika, lakini pia ni mfanyabiashara na mfugaji wa kuku. Leo nitakuwa na nyie katika kipindi hiki cha Voice of Victory, na mada ambayo nitaenda kuiongelea ni nguvu ya mwanamke na uchumi. Karibu sana. Asante. Tumefurahi sana. Sasa moja kwa moja dada Tuti, utuambie kulingana na mada yetu kwamba nguvu ya mwanamke na uchumi. Tunaenda kuongelea kwa habari ya nguvu ya mwanamke. Tunatamani tujue mwanamke ni nani? Na kwa nini useme mwanamke usiseme mwanamume leo? Karibu. Asante. Mwanamke ukimwangalia, ukimtazama katika Biblia, mwanamke ni kiumbe muhimu sana. Ni mwenye nguvu na aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini pia mwanamke huyu ni mshiriki katika uumbaji wa Mungu. Hiyo tunaenda kuiona moja kwa moja katika Mwanzo 2:23. Ukisoma Mwanzo 2:23, Adamu akasema hivi. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Ndio maana nasema kwamba mwanamke ni mshirika sawa katika uumbaji. Tunalipata hapo. Lakini pia tunasema mwanamke pia ni msaidizi. Aliumbwa msaidizi na Mungu. Msaidizi kwa mwanaume, lakini msaidizi pia kwenye jamii. Tukienda moja kwa moja katika Mwanzo 2:18. Na unasema hivi. Mwanzo 2:18. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanamke ni mshiriki pamoja katika uumbaji, lakini mwanamke ni msaidizi, lakini pia mwanamke ni mlinzi wa malezi kwenye jamii na katika watoto wetu. Hii tunaenda kuiona moja kwa moja ukienda kwenye Mithali. Ukisoma Mithali 1:8 unasema kwamba, ukisoma pale unasema kabisa kwamba mwana mpumbavu, asema Mithali 1:8 anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kwa tunaona kabisa kwamba mwanamke ni mlinzi wa malezi. Maana yake ndiye ambaye anaweka sheria
katika familia yetu, ndiye ambaye anaweka sheria katika watoto, ndiye ambaye anaweka kwamba watoto wangu mimi wawaje, ni mwanamke. Lakini pia sisi wanawake ni mashujaa. Sisi wanawake ni mashujaa haswa. Kwenye Biblia hawajamtaja sana mwanamke, lakini ulipoona mwanamke ametajwa, basi kuna ushujaa mkubwa ndani yake, kizito mno. Yani sisi wanawake ni mashujaa. Na nitoe mfano mmoja tu kutaka ujue ushujaa wa mwanamke. Yani wakati Yesu amezikwa, alichukuliwa akaenda kuzikwa, watu wote wakawa wanaogopa kutoka. Yani hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza aseme kwamba labda mimi nitoke niende nikaangalie. Kila mmoja anasema tumezika. Wametulia nyumbani. Wanawake mashujaa. Alitoka Magdalena. Tena sio ametoka hivi hivi. Yani ametoka na uvumba. Sawa? Ametoka na marashi. Kwamba aende akaminyuzie, maana yake anajua kwamba Yesu kipindi hiki ameshaanza kunuka. Anafika pale, anakuta mfalme kaburi, yani hayupo. Yani lile wanasema kwamba lile jiwe limevilingishwa, alafu ndani kakuta patupu. Ukitaka uone mwanamke ambavyo ni shujaa, akuishia nje, aliingia ndani, akakumuta hadi zile nguo, akawa nakumuta na mtafuta Yesu. Wanaume wamelala ndani. Kwa hiyo tukija kusema mwanamke ni nani? Mwanamke ni mtu, yani ni kiumbe pekee sana kwenye uumbaji. Hakika, yani umenigusa sana. Umenigusa, yani akaenda akakumuta kabisa, yuko wapi? Yani akili ikawa haikubaliani jinsi gani mwanamke anavyoweza kukaa kwenye nafasi yake. Yes. Katika ulinzi kwamba huyu tunatakiwa tumkute hapa. Kwa hiyo akasaka mpaka akakutana naye. Alisaka hadi alikunguta zile nguo akaona hamna. Lakini pembeni akatokea malaika akasema, unamtafuta yupi? Akaambia ameshafufuka. Alimwambia siku ya 3 atafufuka. Ndiyo. Na ukiangalia pale bado ni mtu wa kwanza ambaye alienda kupeleka habari njema kwamba jamani, Yesu amefufuka. Yani yeye ndo ndiye ambaye anaenda kutafuta wanafunzi wa Yesu kwa amejifungia ndani. Lakini unabaje, sikilizeni nyie, huko ndani nafanya nini? Wanasikilizia huko je aliyosema achafufuka. Kwa hiyo ukiangalia kwa mwanamke ni kiumbe muhimu sana katika uumbaji wa Mungu. Yani sio hivi ambavyo namna anavyochukuliwa, pana. Mwanamke ni kiumbe muhimu mno. Ukiangalia katika hizi nyanja, ni mtu ambaye ameshiriki katika uumbaji wa Mungu, lakini ni msaidizi. Mungu anavyosema kwamba nimefanya msaidizi, sio jambo dogo. Yani msaidizi pale ambako yani msaidizi ni yule ambaye mtu anakuguide kwamba huyu sasa hivi anatakiwa aende katika njia hii, anakusaidia ili uzidi kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ana kazi kubwa zaidi kuliko wewe unavyodhani. Mwanamke, wewe ambaye unajiona mnyonge, unajiona huwezi, nafikiri hapa dada Tuti ametuelewesha ya kwamba hata Mungu alituamini sana wanawake. Hakuandaa mwingine yeyote aende kwenye ile kaburi la Yesu kuangalia mapema yake kwamba yupo au hayupo. Lakini dada Tuti ametukumbusha kwamba alitoka na uvumba pale, marashi akatoka nayo moja kwa moja, akaenda kaangalia moja kwa moja. Hii yote ni kwa sababu Mungu amemwamini sana mwanamke. Lakini kwa sasa tumeelewa ya kwamba mwanamke ni nani. Mwanamke umeaminiwa sana na Mungu. Kulingana na mada yetu dada Tuti, kwamba nguvu ya mwanamke na uchumi, tumejua mwanamke ni nani. Sasa moja kwa moja tupeleke katika uchumi. Mwanamke anatakiwa akae vipi katika eneo la uchumi? Akae vipi? Afanye nini? Ni kina nani ambao walifanya jambo na likawa ikaonekana kweli mwanamke ameaminiwa na Mungu? Karibu dada Tuti. Asante.
Hapo pia naweza kusema kwamba mwanamke ni mlinzi wa uchumi. Mwanamke ni mlinzi wa uchumi. Na ukitaka kama mwanaume ukitaka uchumi wako uwe vizuri haswa, basi hakikisha mke wako amekuwa mlinzi wa uchumi. Tukienda moja kwa moja katika Mithali 31 mstari wa 18. Mithali 31 mstari wa 18 unasema hivi: huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Taa yake haizimiki usiku. Mwanamke haitakiwi taa yako izimike usiku. Tunajua dada Rema, usiku ni wakati wa giza. Kama hamna kitu ambacho kinafanya, kama hakuna mbaramwezi, kunakuwa kuna giza sana. Huwezi kuona hata mbele yako kuna nini. Sasa anavyosema taa yake yani taa yake haizimiki usiku, maana kwamba kuna kipindi kwenye familia inaweza kuwa kuna giza totoro. Baba hana uwezo wa kifedha, baba kafukuzwa kazi, watoto wako nyumbani, yani hakuna ambaye anajua baada yake. Watoto wamefukuzwa shule ada, wako hapo nyumbani. Hiyo ndo usiku, huo ndo usiku. Yani ndo usiku wako umefika. Vitu havieleweki. Yani unaamka asubuhi, mtoto anakuambia mama njaa inaniuma. Alafu hujui unapika nini. Huo ndo usiku. Watoto wana mtindo mmoja, hawaendi kwa baba, hawaendaki kwa baba, kwa mama. Anaenda kwa mama. Njaa kiuma, anakuja kulilia mama njaa inauma. Sasa wakati huo ndo usiku wa familia, ndo usiku umeingia kwenye familia yako, ambako inatakiwa taa yako isizimike. Wewe kama mama una nini? What do you have? Una nini kwa ajili ya kufanya ile taa isizimike? Watoto wako waone mwanga tena. Watu wako waone kwamba wanaenda tena shule. Mume wako aone kwamba mimi kweli huyu niliyempata ni msaidizi. Hapo sasa ndio inapokuja hatua kwamba wewe ni mwanamke, taa yako haitaki kuzimika. Kwa mwanamke lazima uwe vizuri kiuchumi. Mwanamke utakiwi kwamba unaamka asubuhi unamtegemea kwamba baba, ni kweli baba anawajibu, lakini kama wewe lazima uwe na akiba yako. Uwe na akiba mfukoni. Ujue kwamba kuna kipindi inaweza kapita cha giza kwenye familia. Wewe unatakiwa uonyeshe, uwashe taa yako isizimike. Watoto wako waende shule, ndani kipatikane chakula, baba apate faraja. Na usio wakati wewe kumzisha stress, hapana. Ni kipindi hicho. Na tukiangalia kwenye Biblia sasa, tukiangalia kwenye Biblia wanasema kwamba taa yake haitakiwi izimike. Ukisoma neno la Mungu katika Biblia, mwanamke huleta chakula chake kutoka mbali. Manake mwanamke ana uwezo akatoka nje ya Dar es Salaam akaenda akachukua vitu Arusha, Morogoro, wapi na wapi, au akaamua niende China, Uturuki na Uganda, chochote kile ambacho anaona yeye kinaweza kufaa. Na nina imani kabisa hata wewe ushai kupitia eneo kama hilo kwa ajili ya kutafuta chakula cha nyumbani, kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Sijui kwa wale wanawake ambao wamejisahau, amekaa yeye anasubiri kwamba baba atampa mpaka nauli na sadaka ya kanisani, anataka kwenda mjini, baba ninaomba nauli. Kila jambo ambalo liko mbele yake anamwangalia baba alifanya. Sijui dada Tuti, wewe unaweza ukasema nini? Huyu mwanamke unamwamshaje? Maana yupo kwenye usingizi mzito. Yupo usiku bado. Wewe unamwamshaje huyu mwanamke ili aweze kusimama katika nafasi yake? Maana ameagizwa yeye kwenda mbali. Ndio sifa yake, kwenda mbali kutafuta kitu, atoke manake. Ana sifa nyingi sana.
Pia anatakiwa amke asubuhi na mapema kabla usiku haujaisha. Yote hii hawezi kuweka mambo yakae vizuri pale nyumbani. Unamwambia nini huyu mwanamke ambaye yeye amejisahau? Unamwamshaje? Karibu. Asante. Kwa mwanamke lazima, narudi pale pale, lazima uwe na nguvu ya kiuchumi. Lazima mwenyewe uwe una pesa yako mfukoni. Kusafiri sio dhambi. Kufanya biashara huku na huku sio dhambi. Lakini inategemea kwamba tumeolewa na wanaume tofauti. Kuna mwingine anaamini kwamba ukisafiri hataki, kuna mwingine anaamini, lakini unaweza ukakaa na mume wako ukamwambia. Lakini pia hakuna biashara za kusafiri. Kuna zingine ambazo unaweza kufanya hapo nyumbani. Zipo nyingi na kubwa na ni nzuri. Kwa sababu ukisoma katika hii Mithali 31 kuna sehemu kabisa anakuambia kwamba hujitengenezea sawa nguo za katani na uwapa wafanyabiashara. Sawa. Kwa maana hiyo hapa unaelezea wale wanao mafundi cherehani wale. Nasema hujitengenezea sawa nguo za la pia nini huwapa wafanyabiashara. Market means kwamba tayari ameshajitangaza kwamba bwana mimi hapa na bidhaa mimi nashona. Sawa. Kwa hiyo wafanyabiashara wanakuja wananunua. Sawa. Unakuwa na nguvu ya kiuchumi, unakuwa na pesa yako. Lakini pia mwanamke huyu kafananishwa na merikebu kubwa. Yaani merikebu ni zile meli kubwa ambazo zinabeba mizigo. Ndio. Sawa? Yaani anafananishwa sawa sawa na merikebu. Kwa hiyo kama ni merikebu maana yake kwamba yani ni yani mwanamke ni sawa sawa kama yani ndani ya mwanamke. Sawa? Yani ndani ya mwanamke kuna uzalishaji mkubwa especially na huo wa kiuchumi. Kwa hiyo anaweza kufanya lolote ambalo linamuingizia kipato. Ili mradi tu ile siku ya giza likifika taa yake isizimike. Awe ana kitu. Sawa. Mwanamke hakuna kulala. Mwanamke una majukumu. Mwanamke amka. Wakati wa usiku wewe unatakiwa ung'ae. Unatakiwa uwashe taa yako. Mwanamke wewe ndio ambaye unatakiwa kuliangalia shamba ukalinunua ukapanda mizabibu. Mwanamke ukitaka ndoa yako, ukitaka nyumba ikae vizuri, sharti ukae katika nafasi yako. Mwanamke hupasi tena kuwa mtu ambaye unalalamika, unapita mimi yule mwanamume hanipi hiki, unaangalia anacho. Na ana uwezo wa kukupa. Lakini hakupi. Ni kwa nini? Na yeye ameelewa ya kwamba wewe unatakiwa ukae kwenye nafasi yako kama mwanamke. Mwanamke, amka unaweza. Mwanamke, umepewa kushona nguo. Umepewa kuvalisha watu wengi sana duniani kupitia kipaji chako cha ushonaji. Mwanamke unatakiwa uchukue bidhaa sehemu mbalimbali. Uzipeleke mahali kwa ajili ya kujipatia kipato cha nyumbani. Mwanamke umepewa majukumu ya kuangalia nyumbani wamekula, wajakazi umewalipa. Ni wewe ndivyo ambavyo neno linatuongoza ya kwamba haya ni majukumu ya mwanamke. Sijui dada yangu, dada Tuti, unalipi ambalo la kumalizia kumkumbusha mwanamke asijisahau katika haya? Asante. Lakini pia inasema kwamba mwanamke ni mtu ambaye anapaswa kuwasaidia watu wa nyumbani kwake. Anapaswa kuhakikisha kwamba familia yake au jamii yake inamzunguka iko vizuri. Hii ukisoma katika Mithali 31:20-22. Sasa anasema uitunza na kupendeza nyumba yake na watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo mwanamke anasaidia wahitaji. Lakini ukienda moja kwa moja pia tunaenda kumwangalia Dorcas katika Matendo ya Mitume sasa 9. Matendo ya Mitume 9:36. Unasema na mwanafunzi mmoja aliyeko Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa na matendo mema na sadaka alizozitoa. Ukisoma ukiendelea huku unamwona kwamba Dorcas alikuwa ni mshonaji, alikuwa anawashonea kanzu nzuri. Sawa, manabii wa enzi hizo. Kwa hiyo alikuwa zile pesa zake alikuwa anasaidia.
anasaidia watu wa jamii yake. Hata ilipofika siku ya yeye ambako alikufa, watu walilia, walimfuata. Nabii akamwambia, tazama, Dorcas amelala. Matendo yake mema ndio aliyomfanya nini? Akaamshwa, akafufuka. Ukisoma huko mbele, alifufuliwa kwa ajili ya matendo mema. Alisaidia jamii. Ndio maana hata kati umefika wa kifo chake, kila mmoja alilia, aliona hastahili. Maana kama sisi tunakula ugali kwa Dorcas, tukikosa tunaenda kupata hela kwa Dorcas, tukikosa mavazi ya kuvaa mechanika, Dorcas anatushonea watoto wetu. Mungu inakuwaje huyu mtu anakufa? Unaona? Kwa hiyo Mithali 31 anavyosema kwamba mstari 22 hadi 22 anavyosema kwamba usaidia jamii yake, usaidie jamii kwa faida yako wewe. Yani usaidie kwa faida yao wewe, kwa faida yako wewe. Siku wakati umelala watanyanyuka, sema hapana. Rema mbona alikuwa na matendo mema? Mbona alikuwa anatuvesha? Bwana Yesu, hebu mfanye anyanyuke, mfanye ainuke. Kwa hiyo huyu ndiye mwanamke. Yani huyu ndiye mwanamke ambaye anahitajika katika jamii yetu ya sasa hivi. Huyu ndiye mwanamke ambaye anatakiwa, yani kwenye uchumi unatakiwa uweje? Unatakiwa uishije? Lazima uwe na uchumi unaoeleweka, lakini lazima uwe na matendo mema kwenye jamii yako. Mwanamke, tunaendelea kukukumbusha pia ya kwamba mikono yako inatakiwa ifanye kazi kwa moyo wote kabisa. Mwanamke, wewe sio sufuria, Wewe sio jiko. Acha tuache jiko liitwe mama wa nyumbani, sufuria liitwe mama wa nyumbani, maana ndio mahali pake, si ndio? Yani usione sifa kusema mimi ni mama wa nyumbani. Hapana. Muda haurudi nyuma, uaga unaenda mbele, haturudi nyuma. Amka mama. Usilale, mikono yako imeaminiwa. Mikono yako imebeba mema. Dada Tuti ametuambia hapa kwa habari ya Dorcas. Alifanya makubwa mpaka jamii katetea na uhai wake ukawa uko salama. Kwa hiyo mwanamke, hakuna kulala. Amka. Wewe ni chombo cha thamani sana. Mungu amekuamini katika mambo makubwa sana. Ndio maana hata uzao una uwezo wa kubeba miezi 9. Sio mchezo mwanamke, umeaminiwa. Amka. Fanya mambo kwa ujasiri. Yale ambayo unaona wenzako wameshindwa, wewe kazana, inuka, maana mwanamke unaweza. Mwanamke, fanya mambo ya ubunifu. Usisubiri Mwajuma kafungua duka la chakula pale jirani yako, na wewe ndio unatoka mbio, na mimi nikaeke pembeni yake. Yeye hajaweka ubuyu, mimi nitaweka vitu vyote vya mahitaji ya nyumbani na ubuyu nitaweka. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kufanya mambo ya ubunifu. Hakikisha watu wanakuja kuiga kwako. Dada Tuti, unawahamasisha nini wanawake? Watoke pale walipo, unyonge uishe. Kwa kumalizia kabisa, hebu wakumbushe wakae kwenye nafasi zao. Yani kila mwanamke, kila binti, heshima yako na hadhi yako ni uchumi wako uliokuwa nao. Hakuna sehemu ambayo utaenda, hakuna mahali ambako utaenda utathaminika. Yani thamani ya mwanamke ni uchumi wako na nguvu yako ya fedha uliokuwa nayo. Kwa hiyo pambana. Chochote hicho ulichokuwa nacho kidogo, kikuze, kipende, kifanye kuwa kikubwa. Heshima yako ipo. Heshima ya mwanamke ni fedha yake. Heshima ya mwanamke ni uchumi wake. Hata Biblia imesema. Ukisoma katika Mithali hiyo 31:24 hadi 27, inakuambia kabisa anakuwa na nguvu ya hadhi katika jamii yake. Mwanamke anakuwa na nguvu ya hadhi katika jamii yake. Kama huna nguvu ya kiuchumi, huwezi kusaidia watu ile jamii yako inayokuzunguka. Kama kina Dorcas, huwezi ukazuia taa yako izimike wakati wa usiku, wakati giza limeingia kwenye familia yako. Sawa, kupata heshima. Kwa hiyo mwanamke, uchumi wako ndiye heshima yako. Amen. Asante sana dada Tuti.
tumefurahi, tumejifunza mengi kupitia wewe, na Mungu akubariki, aendelee kukujazia. Mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha Mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha The Voice of Victory. Leo tulikuwa na mada hii ya nguvu ya mwanamke katika eneo la uchumi. Kipindi hiki hakijaishia hapa. Tutaendelea kujifunza ili tupate madini zaidi alionayo dada Tuti, na yeye yuko tayari. Nafikiri yuko tayari kabisa kutufundisha zaidi. Amina mtumishi. Ili na sisi siku moja tuwe tofauti. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo tutaendelea kujifunza kupitia kipindi hiki. Karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi kwa kuangalia na kusikiliza katika kipindi hiki cha The Voice of Victory. Asante sana na karibu sana. Karibu sana Datuti, usituache siku nyingine tutakapokuhitaji. Kwa kweli tumepata vingi sana kutoka kwako. Karibu sana. Asante. Nashukuru.